Naitwa Samson Meda, ni afisa mwandikishaji wa jimbo la Njombe mjini. Tuko katika zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura kwa awamu ya pili, zoezi ambalo linafanyika katika mikoa 15 ya awali, Njombe ikiwa ni mojawapo ya mkoa ambao unaangukia katika awamu hii ya pili ya zoezi hili. Na zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili kwa mkoa wa Njombe ikiwemo jimbo la Njombe mjini linafanyika kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa hiyo katika kuhakikisha zoezi hili sasa linakwenda kwa ufanisi, yapo mambo ya awali ambayo tumekuwa tukiyafanya kama maandalizi. Mojawapo ni tukio la leo ambalo tunawafanyia mafunzo ama tunaendesha semina kwa waandishi wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric katika maeneo yetu ya jimbo la Njombe mjini, ambao wataendesha zoezi hili katika vituo 45 ndani ya jimbo la Njombe mjini. Kubwa tunalolifanya ni kuwajengea uwezo ili waweze kutekeleza majukumu yao wakiwa na uelewa, lakini wafanye kazi hii kwa weledi. Kwa hiyo zoezi hili ni muhimu kwa sababu lina wajenga kupata mbinu mbalimbali za kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi. Na kubwa tu ambalo ninalihimiza, zoezi hili linakuja kwa awamu ya pili likiwa na lengo la kuhakikisha wananchi wote ambao walikosa nafasi ya kuweza kujiandikisha ama kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura, basi wapate fursa hiyo kwa awamu hii. Kwa hiyo ni fursa ya muhimu. Tunajua watu wana move kutoka eneo moja mpaka jingine. Kwa wakati wa zoezi la awali inawezekana mtu alikosa fursa hiyo, labda hakuwepo Njombe au amehamia Njombe au ametimiza sasa umri wa miaka 18, basi ni fursa muhimu kuweza kuitumia ili aweze kutekeleza haki yake kimsingi ya kikatiba ya kuweza kupiga kura mara uchaguzi mkuu utakapojiri mwaka huu mwezi wa Oktoba. Kwa wale wananchi ambao walishajiandikisha katika zoezi la awali lilofanyika mwezi Januari, kwa sasa zoezi hili la uboreshaji wa awamu ya pili linaenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali la mpiga kura. Kwa hiyo wananchi ambao tayari walishajiandikisha wanayo fursa ya kwenda katika vituo walivyojiandikishia kujiridhisha na kujihakikishia juu ya uwepo wa majina yao na taarifa zao muhimu katika orodha ya mpiga kura. Maana daftari la kudumu la mpiga kura limewekwa wazi katika vituo hivyo walivyojiandikishia. Kwa hilo ni jambo la msingi sana. Endapo kuna changamoto ataziona labda taarifa haziko sawa, basi wanachukua hatua za kuweza kurekebisha ama kuboresha taarifa zao katika zoezi hili linaloendelea kwa sasa. Miongoni mwa wadau kubwa wa zoezi la uchaguzi ni vyama vya siasa. Sasa ili kuhakikisha wananchi wanaoboresha taarifa zao katika vituo vyetu wanakuwa ni wale walio katika maeneo sahihi, tunalazimika kwa mujibu wa sheria kuwa na mawakala kutoka katika vyama vyote vya siasa vilivyo na uhalali kutekeleza majukumu yao katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo mawakala wale wana haki ya kuwepo katika vituo, japo hawana mamlaka ya kwanza kuingilia zoezi. Wao watakuwa ni observers, wanashuhudia kweli anayeboresha taarifa zake anastahili. Na tumesisitiza kwa waandikishaji kwamba wawape ushirikiano mawakala wa vyama vya siasa, wawapokee katika vituo kwa sababu wanakuja kwa mujibu wa utaratibu, wapo kisheria katika maeneo hayo. Jambo la msingi tu ni kwamba zoezi hili kama chama hakitakuwa tayari kuweka wakala, haizuii zoezi hili kuendelea. Na kwa bahati nzuri, kabla ya leo, siku 5 kabla, tulikutana na vyama vya siasa vinavyotekeleza majukumu yao katika eneo la jimbo la Njombe mjini. Tumezungumza nao na tukawaandaa wawasilishe majina ya mawakala, na tuliwaapisha hao mawakala kwa maeneo yote ili watekeleze majukumu yao kwa mujibu wa taratibu na sheria. Kwa hiyo kubwa tu ni kwamba tunawahakikishia, tuwapatia ushirikiano wa karibu na wawe tayari kufika katika vituo kwa ajili ya kushuhudia zoezi linavyoendelea. Watendaji hawa wa tume wamekula viapo vya aina mbili. Kiapo cha kwanza ni kiapo cha kujiondoa ama kujitoa katika chama cha siasa. Tunajua mwananchi yote ana haki ya kuwa na chama, lakini inapofikia hatua unatekeleza majukumu
ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jambo la kwanza tunalofanya ni kuhakikisha watendaji hao wanajiondoa katika vyama vya siasa. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu jukumu hili halipaswi kuhusisha mgongano wa vyama vya siasa. Inawezekana mtu ukawa una chama chako na ukajikuta unataka kutekeleza majukumu haya kwa mahaba ya chama. Sasa hilo jambo kwa mujibu wa sheria halikubaliki, kwa sababu tunapaswa kutende haki kwa kila mwananchi kwa mujibu wa chama anachoangukia. Kwa hiyo wamekula kiapo cha kwanza cha kujiondoa katika vyama vya siasa ili kuleta political neutrality katika utekelezaji wa jukumu hili. Lakini pia wamekula kiapo cha kutunza siri. Katika jukumu hili la utekelezaji wa majukumu haya, yapo baadhi ya mambo mengi ambayo watekelezaji wa jukumu hili wanapaswa wawe watunza siri. Pale kuna taarifa mbalimbali za wananchi, umri, si kila mtu atahitaji kujua umri wa mtu fulani, lakini na unyeti tu wa zoezi lenyewe linahitaji kutunza siri. Kwa hiyo tumeona na ni takwa la kisheria kwamba kwa waandikishaji na waendesha vya biometric lazima wale kiapo cha kutunza siri ili kuweza kuweka salama taarifa mbalimbali za zoezi hili kwa mujibu wa sheria zinazosimamia masuala ya usalama wa taarifa za umma na wananchi kwa ujumla. Endapo utakiuka sheria hii ama utatoa siri nje, kimsingi hilo sasa, hiyo ni kesi ya jinai, na kimsingi unaweza kufikisha katika vyombo vya mahakama na ukahukumiwa kifungo cha miezi 6 jela kulingana na uzito wa kosa ulilotenda. Majina yangu naitwa Happiness Tusekile Mwaituka. Mimi ni mwandishi msaidizi katika zoezi hili la kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Tumepata nafasi hii kwa awamu nyingine tena, awamu ya pili, kwenda kumalizia zoezi ambalo tulikuwa tumeshalianza la kuwaandikisha wapiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na matumaini yetu ni kwamba tutakwenda kufanya kazi hii kwa weledi mkubwa, ikiwepo kutunza siri zote za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini pia tutakwenda kufanya kazi kwa weledi mkubwa kuwasajili wale waandikishaji wa wapiga kura wapya, lakini kufuta taarifa za wale ambao wamefariki, lakini kwa wale ambao walihama, wamebadili makazi, pia tutakwenda kuwasajili upya katika daftari la kudumu la wapiga kura. Mafunzo haya yatatusaidia kuweza kuwaandikisha wale wapiga kura ambao hawapata nafasi ya kujiandikisha kwenye zoezi ambalo lilipita la awali, lakini pia kuna watu pengine waliandikisha lakini taarifa zao pengine zilikosewa tena. Kwa hiyo tunaamini mafunzo haya yatatusaidia sisi kwenda kuwaongeza wale wapiga kura ili wapate haki yao ya kupiga kura mwezi Oktoba. Nadhani kutunza siri ni takwa la kisheria. Kama takwa la kisheria, basi na sisi tutafanya hivyo kwa mujibu wa sheria.